Jeshi la Iran limetangaza kufanya mashambulizi makubwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo viwili vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Kuwait, likisema hatua hiyo ni majibu ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya Iran. Taarifa iliyotolewa hii leo Jumapili, Julai 19 mwaka 2026 na jeshi la Iran na kurushwa na television ya taifa imesema vikosi vyake vililenga bohari ya risasi na vifaa vya kijeshi vya Marekani katika anga ya Al-Udeida pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga na rada katika kambi ya Al-Salam nchini Kuwait. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Iran ilitumia ndege zisizo na rubani za kujilipua maarufu kama kamikaze drones katika operesheni hiyo, ikidai kuwa ililenga uwezo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Ghuba. Tehran imesema mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya hatua zake za kulipiza kisasi baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Iran usiku uliopita. Muda mfupi baada ya tangazo hilo la Iran, jeshi la Kuwait lilisema mifumo yake ya tahadhari ilikuwa imewashwa kutokana na shambulio la makombora na ndege zisizo na rubani lililoelekezwa kwenye eneo lake. Jeshi hilo lilisema vikosi vya ulinzi wa anga vilikuwa vikifanya kazi ya kuzuia tishio hilo, huku likiwataka wananchi kwa watulivu wakati operesheni za kijeshi zikiendelea. Shambulio hilo linaonekana kuwa la pili kuikumba Kuwait ndani ya muda mfupi, huku nchi hiyo ndogo yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika Ghuba ikiwa imejikuta katikati ya mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani. Kuwait ina uwepo mkubwa wa kijeshi wa Marekani na imekuwa moja ya maeneo muhimu yanayotumiwa na Washington kwa shughuli zake za kijeshi Mashariki ya Kati. Wakati huo taharuki ilisambaa pia nchini Bahrain baada ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi kusikika katika mji mkuu wa Manama. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain ilithibitisha kuwa ving'ora hivyo vilipigwa na kuomba raia na wakazi kuelekea maeneo salama huku wakibaki watulivu. Mwanahabari wa shirika la AFP aliyekuwepo Manama alithibitisha kusikika kwa ving'ora katika mji huo. Bahrain pia ni mwenyeji wa moja ya vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani katika Ghuba, ikiwa ndiko kunakopatikana makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani kinachosimamia shughuli za baharini katika Mashariki ya Kati, ikiwemo maeneo ya karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Mfululizo huu wa mashambulizi umeongeza hofu kwamba mzozo kati ya Iran na Marekani unaweza kupanuka na kuhusisha zaidi nchi za Ghuba ambazo zimekuwa na uhusiano wa karibu na kijeshi na Washington. Baada ya Marekani kushambulia maeneo ya Iran, Tehran imekuwa ikionya itajibu kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Mashambulizi dhidi ya Kuwait na Bahrain yanaonyesha jinsi mvutano huo unavyoanza kuathiri moja kwa moja nchi zinazozunguka Iran. Eneo la Ghuba ni muhimu duniani kutokana na kuwa ni njia kuu ya usafirishaji wa mafuta na gesi, hivyo ongezeko la mashambulizi ya kijeshi linaweza kuathiri usalama wa nishati na biashara ya kimataifa. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliouawa au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo, huku mamlaka za Kuwait na Bahrain na Marekani zikiendelea kufuatilia hali ya usalama. Wakati huo pande zote mbili zinaendelea kutoa taarifa za mashambulizi mapya, huku hatari ya mzozo mkubwa zaidi Mashariki ya Kati ikiongezeka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.